nataka niwaambie kitu kimoja ndugu zangu wa Tanzania. Ripoti ya tume, kwanza wengi wasichokijua, hii tume ni iko huru sana, tofauti na watu wengi ambao wanafikiria. Mheshimiwa Rais amewapa uhuru wa kila ambacho watakibaini kukiweka wazi na kunyoosha ukweli kama ambavyo ilivyo. Unajua, mimi nataka niseme kwamba lazima Tanzania tufike mahali tuachane na mambo ya kuambiwa zaidi. Tupate muda wa kufuatilia vitu sisi wenyewe. Kumsikiliza kila mtu ambaye anazungumza, kumsikiliza watu ambao wengine wana ajenda zao, wanaozungumzia vibaya nchi yetu. Wana mpango mkubwa sana kutupeleka sehemu ambayo sio sahihi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, tujikiteni sisi wenyewe kwa Tanzania kwanza kufuatilia mambo, kuchunguza mambo, lakini pia kuwa na imani na serikali ya Mheshimiwa Rais. Mimi nasema hivyo kwa sababu naamini kwamba ripoti itakapotoka itagusa kila eneo, na ndio kwa maana kwa mara nyingi hata kuahirishwa kwa hii ripoti wengi wasichokijua, na matumaini makubwa mimi kwamba inaahirishwa kwa sababu inaendelea kujiridhisha na kuchukua kila matukio na kugusa kila eneo, ili mradi tu ukweli uwe bayana. Hii ndio sababu ya msingi ya kuahirishwa mara kwa mara kwa ripoti hii kutolewa, na hakika kwa 100% Mheshimiwa Rais na serikali yake haina uoga wala haina mashaka hata kidogo kwa ripoti ambayo itakayotoka, kwa sababu imegusa hii ripoti. Hata kama ikija kutoka, mimi sifahamu, lakini nasema kwa sababu mimi pia nimefanya uchunguzi wangu, taasisi yangu tumefanya uchunguzi wetu na tumebainisha pia hata ambao sisi tumeagundua kwenye hii tume. Kwa hiyo naamini na imani kubwa sana kwamba hakuna wasiwasi wowote kwenye serikali ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu mengi ambayo yatakaelezwa kwenye ripoti yatakuwa ni mambo ambayo ya ukweli, ya haki, na watajulikana na itajulikana ukweli wote kuhusiana na kila ambacho kimetokea. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, tusiingize na tusipelekane huko. Mimi naendelea kutoa rai, tuwe na subira. Cha kwanza, tusipende kusikiliza maneno kwenye mitandao, tuwe watu wa kufuatilia sisi wenyewe pasina kusikiliza watu kwenye mitandao, kwa sababu kusikiliza watu kwenye mitandao wengi hawana nia njema. Kwa hiyo mimi kuelekea kusubiria ripoti hii, wa Tanzania na waasa tu na mshikamano, tupendane, tuwe kitu kimoja na tujue kwamba hii ni nchi yetu, hatuna nchi nyingine. Lakini kitu cha msingi zaidi na cha umuhimu zaidi ambacho nataka niende kwa waasa Tanzania, hakuna kitu kizuri kama amani katika nchi yetu. Amani ndio kipaumbele kikubwa kuliko kitu chochote. Kupendana sisi wenyewe ndio kitu kikubwa kuliko kitu chochote. Kuwa na mshikamano sisi wenyewe ndio kitu kikubwa kuliko kuwa na kitu chochote. Tuwe na mshikamano, tupendane. Sisi ni Watanzania, tuna nchi moja ambayo nchi hii inatutegemea sisi kama vijana kama Watanzania, na tusiwe pia watu wa kusikiliza sana. Na mimi nasema haya, sisemi kwa kuegemea upande wote, lakini natamani kwamba hata kama kuna mtu yote ana maoni, ayatoe maoni yake baada ya ripoti kutoka. Tujipeni muda, tuwe wavumilivu, tuwe na subira, tusubiri, kwa sababu kinachotolewa na tume huenda kikamridhisha kila mmoja au kikaridhisha watu wengi. Sasa kuanza kuishambulia tume, kushambulia pia viongozi ambao wameaminiwa kwenye hiyo tume kwa ajili ya kuleta ripoti, kwangu mimi si sahihi na si sawa. Tuwe na maoni yetu baada ya ripoti kutoka, sio kabla ya ripoti kutoka tunaanza kuiarasi, tunaanza kuongea ovyo, tunaanza kutokuwa na imani. Tuacheni kazi za watu, tuacheni kujiingiza kwenye vita ambavyo kwa kweli vina watu wake na vina watu wao ambao wanalipwa, ambao wanaendelea na maisha yao pengine.